Kuna history nimekutana nayo. Huyu ni kijana wa miaka 17 tu. Yeye alidukua mfumo wa NASA. Lakini baada ya kile alichokuwa amekifanya alipewa barua ya shukrani. Yes. NASA, nafikiri watu wengi tunajua NASA, lakini kwa watu ambao hamjui NASA, hii ni mamlaka ya taifa ya wanahewa na anga nje. Hii mamlaka ilianzishwa mwaka 1958. Wajibu wake ni kusimamia miradi ya serikali ya Marekani ya kuendesha utafiti na uchunguzi wa anga. NASA inasimamia utengenezaji wa rockets za kurusha vyombo vya angani na utengenezaji wa vyombo vya angani vyenyewe. So utasikia NASA sijui wamepeleka rocket yao, NASA hivi. Sasa huyu kijana wa miaka 17 tu alidukua taarifa nyeti kabisa za mfumo wa NASA. Na NASA wenyewe wakamtumia barua ya shukrani kwa sababu kuna vitu ambavyo havikuwa sawa akavitoa, yani kama akawatumia email vitu ambavyo haviko sawa na wao wakamtumia barua ya shukrani. Dunia ina mambo bana. Kijana wa miaka 17 tu ambaye katika kujisomea mwenyewe tu, lakini sasa hivi good thing ni kwamba anasomea IT nchini Malaysia, if I'm not mistaken. Karibu sana, hii ni E-Trending ya Rick Media. I'm your girl Sarafina Jerry. Always niko hapa na Silent Ocean, lakini pia niko na Jizo Sound katika kuhakikisha zile zote ambazo ninakupatia kama inavyotakiwa. Wao wananipa nguvu kubwa sana na ya kutosha kabisa kukupa hizi story zote. Sasa huyu ni kijana anaitwa MD Sharia Shazan Shuvon ambaye ana umri wa miaka 17 tu, aliyejifundisha binafsi yeye mwenyewe tu. Alisoma jinsi ya kufanya udukuzi kutoka Bangladesh, India. Sasa aliweza kugundua udhaifu mkubwa kwenye mfumo wa NASA. Kupitia udhaifu huo aliweza kufikia taarifa nyeti, yani data zile nyeti, yani za siri kabisa kuhusu ulimwengu. Shuvon aliripoti hitilafu hiyo kwa kuwajibu kupitia email mpango wa NASA wa kufichua athari za mazingira hatarishi na kupata barua rasmi ya shukrani mnamo February mwaka 2025. Sasa kwa sasa hivi as we talking, huyu Shuvon yanasomea IT nchini Malaysia na anafanya kazi kama mchambuzi wa usalama wa mtandao. Pia Shuvon aliweza kugundua udhaifu mwingine kupitia kampuni ya Sony na Meta. Meta ndo hii kampuni ambayo kampuni ya Mark Zuckerberg ambayo inamiliki Facebook, inamiliki Threads, inamiliki Instagram pia. So aliweza kugundua madhaifu ambayo yako kwenye hiyo kwenye kampuni ya Sony, lakini pia kampuni ya Meta. Nikwambie tu Shuvon amebobea kwenye idol na udhaifu wa ufichuzi wa data. Aliweza kushika namba 1 kwenye shindano la Try Hack Me. The guy aliweza kushinda kwenye hili hapa shindano na alishika namba 1. Licha ya mafanikio ya kimataifa, Shuvon ana ndoto ya kuimarisha usalama wa mtandao nchini Bangladesh na kuongeza ufahamu kuhusu vitisho vya kidijitali. Safari ya kuwa haka ilianzia kipindi yuko darasa la 7 kupitia mafunzo ya YouTube na free courses mtandaoni. Ndio maana mara nyingi tunawaambia jamani, jisomeeni. Unaweza kutimiza ndoto zako kupitia consistency yako ya kujisomea kwenye YouTube, kwenye mitandao. Usitumie mitandao kubull watu. No darling, you better than that. Usiende kucomment hash kwenye posti za watu. Usiende kutumia account zako fake kupost kutukana watu wengine. Don't do that. Unaweza kutumia mitandao ya kijamii kujinufaisha wewe na familia yako na vizazi vyako vinavyokuja. Sawa. So Shuvon amenishangaza, amenivutia, nikasema si mbaya nikija kushare na wewe. Kipi umejifunza kupitia Shuvon? I like your comment, so drop your comment and drop it now. Mimi ni Binto Jerry, naitwa Sarafina Jerry.